Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika iman, fi kulli makanin ala wajhi al-ard, popote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, ninakualika tena katika dakika kadhaa katika darasa zetu hizi mbalimbali tunazofunzana mambo mbalimbali muhimu kabisa katika maisha yetu. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, biidhnillahi al-karim, leo naomba nikufahamishe aya 5, 5 ayat, aya 5, aya ambazo ukishikamana nazo ndugu yangu Muislam zitakwenda kubadilisha maisha yako, zitakwenda kukuondoshea mitihani, matatizo, misukosuko biidhnillahi al-karim. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, yaweza kuwa unapitia shida mbalimbali, unapitia dhiki mbalimbali, unapitia maradhi mbalimbali, unapitia uadui mbalimbali, fitna mbalimbali. Ndugu yangu, jua kila linalokufika ni qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye anakadiria huyu limfike hili na huyu limfike lile na huyu limfuke hili. Hizi ni qadari zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini bishara njema ninakupa, la tayasanna fa inna sani Allahu. Ndugu yangu, usikate tamaa wala usibabaike wala usitetereke. Mitihani uliyokuwa nayo, shida ulizokuwa nazo, dhiki uliyokuwa nayo, maradhi iliyokuandama, hakuna wa kuondoa ndugu yangu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia maneno yake matukufu, yani Qur'ani tukufu na majina yake, kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wetu tumuombe, kwani tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala yeye atatujibu. Amesema Mola wenu muombeni atakujibuni. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Allah anasema, zama waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi, basi hakika mimi niko karibu zaidi na wao, tena ujibu da'wata da'i idha da'ani, ninajibu maombi ya mwenye kuomba pindi tu anaponiomba. Kwa nini ulie ndugu yangu? Kwa nini uchanganyikiwe ndugu yangu? Kwa nini ukate tamaa ndugu yangu? Kwa nini urudi nyuma ndugu yangu? Unatakiwa upambane na mitihani inayokukuta, upambane na dhiki unazozipitia. Biidhnillahil karim utaona maajabu makubwa kabisa. Usikate tamaa katika shida unazopitia, usikate tamaa katika matatizo unayopitia, kwani innahu la yay'as min rauhillahi illa alqaumil kafirin. Kwani kwa hakika hali ilivyo, hakati tamaa mtu isipokuwa watu waliokufuru. Wasiokuwa Waislamu ndio wanakata tamaa. Muislamu hatakiwi kukata tamaa vyovyote vile itakavyokuwa ndugu yangu, mitihani iwe itakavyokuwa. Usije ukakata tamaa na Mola wako, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajaghafilika na wewe. Anaona yanayokutokea, anaona dhiki unazozipitia, shida unayoipitia, mitihani unayoipitia, dhiki unazozipitia, na Allah yuko pamoja na wewe ndugu yangu. Ipo saa, siku, muda na wakati Allah atakuondolea na atakufariji. Leo nataka nikupe hizi aya 5 ndugu yangu. Ukishikamana nazo aya 5 hizi, kuzisoma asubuhi na jioni, biidhnillahil karim utaona maajabu makubwa sana ndugu yangu. Kama una mitihani ya riski, kama una mitihani ya maradhi, kama una mitihani ya uadui, kama una kila aina ya mitihani inayokuandama, shikamana na hizi aya 5 ndugu yangu. Aya ya kwanza ni dhikri adhim, dhikri nzito yenye siri kubwa sana ndani yake, dhikri ambayo ilimtoa Nabiullahi Yunus alayhi salam katika tumbo ya chewa. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa. Sote tunaifahamu aya iliyokuja ndani ya Qur'ani tukufu pale Nabiullahi Yunus alipokuwa kamezwa na samaki chewa, wakati yupo katika tumbo lake alikuwa akisema, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ndugu yangu, uradi huu imefika hatua mpaka wanawachuoni wanasema ukiusoma uradi huu mara 110 na bado usipewe majibu na Allah subhanahu wa ta'ala, basi jichunguze ndugu yangu, yaweza kuwa una alama za unafiki katika moyo wako. Kwa maana ni aya nzito sana hii ndugu yangu, kwa maana ni uradi mkubwa sana huu. La ilaha illa anta, kwanza ni tauhidi inaanza, unakanusha hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Subhanak, umetakasika ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu minadh-dhalimin, mimi ni katika madhalim. Tauba ilioje hii ndugu yangu. Hakuna uradi mzito ndugu yangu mpenzi unayenitazama kuliko uradi huu aliotumia Nabiullah Yunus alayhi salatu wasalam. Wewe mwenye shida,
mwenye dhiki, mwenye matatizo, ndugu yangu unanitazama, hebu jaribu kila siku asubuhi na jioni, sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin mara 110. Wallahi alazim, ukishikamana na aya hii ndugu yangu Muislamu, kwa muda mchache kabisa maisha yako yatabadilika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine biidhnillahi alkarim. Ama aya ya pili ni ayatun nasr, aya ya kunusuru ndugu yangu Muislamu. Ikiwa maadui wamekuandama, ikiwa maadui wanapambana na wewe, ikiwa mambo yamekuwa magumu, shida zimekuandama, walimwengu wanakuandama, walimwengu wanakufatafata, hawaishi kukuandama ndugu yangu mpenzi unanitazama, shikamana na aya aliyotumia Nabiullahi Ibrahim wakati ameweka katika al-manjariq, katika manati, anataka kutupwa aende akaingie katika moto waliouandaa makafiri kwa ajili ya kumchoma. Nini alikuwa akisema? Alikuwa akisema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Aya hii kiboko kabisa kwa madhalim, kiboko kabisa kwa kila jeuri, kibri anayekuandama ndugu yangu, anayekukosesha amani katika mtaa wako ndugu yangu, anayekukosesha amani na familia yako ndugu yangu, anayekuandama usiku na mchana. Hakuna mfano wake aya hii ndugu yangu. Wanawachuoni wanasema ni vyema zaidi mtu aya hii akajitahidi insha Allahu taala, ukaamka usiku wa manane, kila usiku unapoamka usiku wa manane sema hasbi Allahu wa ni'mal wakil mara 450 biidhnillahi alkarim. Ikiwa ndiyo desturi yako ndugu yangu Muislam, utabadilisha maisha yako kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Ama aya ya tatu ndugu zangu ni aya turaddil hasad, aya ya kukukinga na hasadi, aya ya kurudisha uhasidi kwa anayekufanyia uhasidi. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, wewe ni unafahamu ya kuwa hasadi ni mbaya kuliko ni hata uchawi. Uhasidi au husda inaweza ikaangamiza kila kitu chako. Husda inaweza ikateketeza kila kitu chako. Husda inaweza ikasambaratisha kila kitu chako. Husda ndiyo ambayo iliyowashusha watu katika vyeo vyao. Husda ndiyo ambayo iliyowatia watu ndani ya makaburi. Husda ndiyo ambayo iliyowafanya watu wenye kuheshimika heshima zao zikapotea. Hasadi ndiyo iliyowashusha matajiri wenye uwezo, leo wakawa hawana uwezo tena. Kwa nini? Kwa sababu ya hasad. Sasa shikamana na aya hii ndugu yangu, kama unataka kufaulu na kugeuza maisha yako, basi daima jitahidi kwa kila siku biidhnillahi alkarim mara 100 uwe unasema masha Allahu la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, masha Allahu la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Usiachane na aya hii ndugu yangu, kila siku asubuhi na jioni soma aya hii ndugu yangu, kama unataka kubadilisha maisha yako kutoka hali moja kwenda hali nyingine. Ama aya 4 ni ayatu shifa. Ndugu yangu ambaye umehangaika muda mrefu na maradhi, umeenda kila kona ndugu yangu, hakuna ponyo kama Qur'ani. Ndugu yangu ambaye hakuna dawa usiyotumia, ndugu yangu ambaye miti shamba umetumia, dawa za hospitali umetumia, kila sehemu umekwenda, madaktari bingwa umeenda, lakini bado maradhi imekuandama. Ndugu yangu la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa ndugu yangu katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Usikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kurudisha kwa raisi wa watu waliopewa mitihani ya maradhi, naye si mwingine ni mtume wetu aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullahi Ayyub. Sote tunafahamu Nabiullahi Ayyub maradhi ilimwandama kiasi ambacho kila kitu kilimalizika isipokuwa ulimi wake ambao alibaki anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambiaje? Wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ndugu yangu mpenzi unanitazama, kama kuna maradhi yanakuandama, kama una maradhi makubwa, una maradhi mazito, maradhi ambayo yanakupelekea kukata tamaa, usikate tamaa ndugu yangu Muislamu. Usikate tamaa ndugu yangu unanitazama, rudi kwa Nabiullahi Ayyub, kana mola wako, mwambie rabbi inni massani yadhurr wa anta arhamur rahimin, rabbi anni massani yadhurr wa anta arhamur rahimin, rabbi adni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya rabbi mola wangu, mimi yamenifika madhara, yamenifika mgonjwa, na wewe Allah ndiyo mbora zaidi wa wenye kurehemu. Utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa unataka kubadilisha maisha yako kutoka hali moja kwenda hali nyingine,
Shikamana na aya hii ndugu yangu mpenzi unayenitazama, utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwisho kabisa ndugu yangu, aya ya 5 ambayo ni aya ambayo miongoni mwa hizi aya 5 mtu akishikamana nazo biiznillahil karim, akawa anazisoma walau mara 100 tu kwa siku, walau siku isipite umezisoma aya hizi mara 100 biiznillahil karim, utaona maajabu makubwa kabisa. Ni ayatu ishfali makri al-a'da. Hizi ni aya ambazo ndugu yangu Muislam za kukukinga na uadui wa watu, za kukuweka mbali na uadui wa watu, za kukukinga na kukuhifadhi na uadui wanaokutendea watu. Ndugu yangu Muislam, ni aya ambayo aya adhimu kabisa. Mkumbuke Nabiullah Yunus pale aliposema fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Aya nzito hii ndugu yangu mpenzi unayenitazama, aya ina siri kubwa hii ndugu yangu mpenzi unayenitazama. Daima sema wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Nakabidhi mambo yangu kwa Mwenyezi Mungu, nakabidhi mambo yangu kwa Allah, hakika ya Allah ni mwenye kuona waja wake. Wa ufawwidhu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Nakabidhi mambo yangu kwa Allah, hakika ya Allah ni mwenye kuona waja wake. Ndugu yangu mpenzi unatazama, hizi ni aya 5 ambazo ukishikamana nazo biiznillahil karim, wallahi zitakutoa katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Jitahidi aya hizi walau kwa siku mara 100 uzisome zote hizi tulizozielekeza hapa, utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, hakuna kama Qur'ani. Qur'ani ndio mwisho wa matatizo. Kitabu cha uganga cha babu yako hakiwezi kufua dafu ndani ya Qur'ani, wala vitabu vya zama za kale haviwezi kufua dafu ndani ya Qur'ani. Msikilize msemaji anasema, akiyasifu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allahu akbar, inna dina Muhammadin wa kitabahu aqwa wa aqwa mukhila, la tadhkuru alkutuba as-sawalifa indahu tala as-sabahu fa atfi'u al-kindila. Anasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, hakika dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad na kitabu chake, kwa maana Qur'ani aqwa, ni vyenye nguvu na zenye kauli zilizonyooka, kwa kauli zenye nguvu kupita kiasi. La tadhkuru alkutuba as-sawalifa indahu, usithubutu kutaja kitabu cha babu yako mbele ya Qur'ani tukufu. Mfano wa vitabu vilivyopita na mfano wa Qur'ani ni sawasawa na mwangaza wa jua na mwangaza wa kibatari. Kibatari ikiwa usiku kinawaka, utajiona huko katika ufalme mkubwa kabisa, lakini alfajiri ikichomoza na jua ikichomoza, ndugu yangu, zima kibatari, kwani mwanga wake hauna faida tena. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.